Nimemsikia bwana Nchimbi anazungumza, na kwa kifupi alichosema Nchimbi ni kwamba wanaozuia katiba ni kikundi ambacho kiko chini ya Samia Suluhu Hassan. Ndicho alichosema Nchimbi, kwa sababu Nchimbi atasema Samia anataka katiba, lakini wakati huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa? Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge fake lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Amesema Nchimbi kwamba wanaharakati sio magaidi. Nani kwani aliyesema wanaharakati ni magaidi kama sio Samia Suluhu Hassan ambaye ni bosi wake Nchimbi? Nani aliyesema hivyo? Si Samia ndio amesema wanaharakati ni magaidi? Sasa Nchimbi anapotuambia kwamba wanaharakati sio magaidi, rais anasema wanaharakati sio magaidi, hapo anatuambiaje? Kwamba tufuate kauli yake au ya yule aliyesema wanaharakati ni magaidi? Kwa Nchimbi anatuambia anayesema wanaharakati ni magaidi ni huyu, na ndio ukweli. Nchimbi anasema kuna watu wananufaika, kuna rais atanufaika na katiba mbovu hii. Kwani nani rais ambaye ananufaika na katiba hii, ambaye ameua maelfu ya watu na kujitangaza kwa uongo? Nani anayenufaika naye? Kwani hamuelewi alichosema Nchimbi? Anasema kuna watu wanabambikia watu kesi. Hapa tuna watu 51 nimewaambia, viongozi, akiwemo katibu wetu wa kanda Jackson Mnyawami. Kwa Nchimbi anatuambia anayeagiza, na ni ukweli tumeuona, kwa sababu Samia alizungumza siku ya sheria akasema kuna magaidi, baadaye watu wamekamatwa. Kwa hiyo anayeagiza kwa mujibu wa Nchimbi na kitu tunachoona na ambacho tunajua na ambacho tumesikia, Samia Suluhu Hassan ndio anayetoa maagizo ya watu kuumizwa kwenye nchi. Ninawaomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse. Farasi ambaye yuko dakika za mwisho. CCM imefika mwisho, ndiye anarusha mateke ya aina hii. Na sisi we want to be blackmailed. Hatutakubali kuwa blackmailed. Hakuna atakaye tushinikiza kufanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu wa sheria na nje ya haki. Hatutakubali. Hatutapigia mtu yoyote magoti kwa uongo. Kwa wanachadema wawe imara. Mawakili wetu watashughulikia mambo haya. Tunajua mahakama zetu sheria hazifuatwi, lakini ni vizuri tukaweka rekodi. Natumia nafasi hii kuagiza mawakili wetu, mwanasheria mkuu wa chama na mawakili wengine wote, aandae timu maalum za kuendelea kupambana kuhakikisha viongozi wetu hao wanaachiliwa immediately, wanarudi kwenye shughuli zao. Wanachama wetu nchi nzima, hakikisheni mnaonana na familia hizo za watu ambao ndugu zao wamekamatwa. Tuwasaidie familia zao zisilale njaa kwa sababu watu wao hawapo. Kama tutakula makande, tutakula makande wote. An injury to one of us is an injury to all of us. Maumivu ya mmoja wetu ni maumivu ya wanachadema wote. Kesi ya hawa viongozi sio kesi ya wale viongozi tu, ni kesi zetu sote wanachadema tulioko nje. Tunahitaji kuwa na mshikamano zaidi kipindi hiki. Testing time. Lakini nyakati nzuri ambazo wazungu wanasema when the going get tough, the tough get going. Mwendo unapokuwa mgumu, wale wagumu ndio wanasonga mbele. Na ni kipindi hiki ambacho wanachadema tutapimwa na tutaona ni kwa kiasi gani tunaamini yale tunayoyapigania. Tunaamini kiasi gani katika kubadilisha nchi. Tunaamini kiasi gani katika kuleta mabadiliko ambao watu wengine
hawataumizwa kama tunavyoumizwa na Samia, ili watu wengine watakao kuja kuishi baada yetu waseme wazee wetu waliishi wakatuondolea adha, wakaumia ili sisi tuishi vizuri. Wakumbuke makaburi yetu, wakumbuke majina yetu, kwamba hawa walitoa damu zao na miili yao ili leo sisi tuendeshe gari bila hofu. Nchi imejaa hofu. Hakuna anayejua nani atatekwa, hakuna anayejua nani atawekewa kesi, hakuna anayejua nani atapigwa risasi. Nchi imejaa hofu. Tunapaswa kuondoa hofu hii, na hofu hii ni hofu inayoletwa na serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na watu. Tusaidiane. Nyie ambao kama ni waandishi wa habari kweli, andikeni vitu ambavyo vina msingi na nchi. Usilete propaganda. Hakuna ambaye yuko salama hapa. Mkitumiwa kupewa vishilingi 50,000, mnatoka kwenye hoja ambazo ni za msingi. Badala ya kuandika mambo ya msingi, mnaandika mambo ya kitoto. Watu wanaiba pesa kwenye mafuta, watu wanabambikia watu kesi, watu wanaiba pesa kwenye bandari zinauzwa, ardhi ya nchi yetu. Huyu mama anakwenda kuzindua eti ujenzi wa SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma. Hivi unaweza kwenda shambani kuvuna mahindi wakati hata hujalima shamba? Hiyo SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Tabora imemshinda. Anaenda kuzindua tena kipande kingine ambao ile ya kuunganisha hana. Hivi sisi ni wajinga kiasi gani? Haya ndio mambo ya kuandika, kuwaeleza Watanzania nini kinaendelea. Yaani wewe unataka uhamie kwenye nyumba, huna hata msingi, huna hata jiwe, unaenda kujenga, una mabati, huna msingi, unaenda kuwezeka kwenye nini? Kipande cha SGR cha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kilijengwa kikaachwa pale. Tangu hapo nyie tuko hapa Mwanza. Miaka 3-4 yote ya huyu mama. Umeshaona hata nondo inawekwa hapo. Leo anaenda kuzindua kingine. Si umalizie hii kwanza hii. Hii tu hapa haipo, imemshinda. Sasa unazindua ya kutoka Kigoma, isi Tabora kwenda Kigoma. Sasa hii utaiunganisha na nini? We are not fools. Sisi wajinga. Deni la taifa limepanda. Huyu mama amekopa kwa miaka 4 ya kwake trilioni 59. Marais wote tangu uhuru mpaka sasa wamekopa trilioni 54 tu. Yeye miaka 4 tu trilioni 59. Na hazijulikani ziko wapi. Nchi inaenda shimoni. Na sisi tupo tunashangilia ujinga. Watu wamebambikiwa kesi za uongo. Kwa tusaidiane. Ninawasihi wazee wa nchi wajitokeze. Huu ni wakati wa kusimama na kuhesabiwa. Wana taaluma, vyama vya wafanyakazi. Kama serikali hii imefikia stage ya kutaka kumonopolize mawazo ya watu, thinking, utakuwa umekaa nyumbani, watakuuliza unafikiria nini, na watakuua kwa kile unachofikiria kichwani kwako, kama mawazo yao yatatofautiana na ya kwako. Uhuru wa kutafiti, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kielimu. Chuo kikuu, hii ni jambo kubwa. Hili ni jambo kubwa kuliko yote. Chuo kikuu ni sehemu ya kusugua fikra, ni tanuru la kuoka mawazo, ujuzi, uelewa. Chuo kikuu sio sehemu, sio tanuru la kujaza watu hofu. Chuo kikuu sio kiota cha vitisho. A university. Mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa ni signal kwamba Samia anataka nchi nzima itue mambumbumbu. Hatutakubali kuwa mbumbumbu. Wale wachache mtakao kubali, kubalini nyie. Sisi wanachadema hatutakubali at least kuwa mambumbumbu ambao Samia atafikiri kwa niaba yetu. Hatutakubali. Tutasimama, tutahesabiwa. Na Mungu atatuongoza kuokoa nchi hii. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Makamu kwa hotuba nzuri kwa Watanzania. Mheshimiwa Makamu, kuna tukio moja muhimu sana. Hapa tulipo wapo baadhi ya ndugu ambao waume zao, watoto wao, ndugu zao wako gerezani. Na kama ambavyo umeeleza, wamekamatwa katika mazingira ya ajabu.
Wengine walikamatwa usiku wakiwa uchi, wakaburuzwa hivyo hivyo, wakapigwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu, kwa heshima yako, kabla tujapokea maswali, ninaomba nimkaribishe miongoni mwa hao ambao wapo hapa azungumze mawili matatu kwa niaba ya wengine. Tutaendelea kuwaleta waongee kwa kweli, kwa sababu tunataka tuoneshe dunia namna ambavyo hawa watu wanatutesa. Kwa mama, karibu sana, uzungumze kwa dakika 2-3 hivi, dunia ikuone na ujiamini. Kwa kweli umemwona mume wako, nashukuru una courage, lakini tutashinda. Karibu sana. Wakubwa shikamoni, wadogo habari za sasa hivi. Mimi mume wangu amepewa kesi ya uhaini, ukaidi, kwa sababu yule ilikuwa tarehe 8. Hiyo tarehe 8 alikuwa kwenye kikao cha ODC kule, alikuwa kwenye kikao cha ODC huko na nili kule ile ni wapi? Sio Ibongero. Kwa kata, alikuwa kata kwa kikao cha ODC. Alipokuwa kwenye kikao cha ODC akatoka mtendaji kule, walikuwa na mtendaji wote. Baadaye nikasema kwa nini mtendaji amekuja peke yake? Mume wangu hajaja hapa nyumbani, mtendaji ndo amekuja. Nikamuuliza mtendaji, bwana wewe umefika peke yako? Mume wangu hajafika. Akatamka ya kwamba yuko hapo nyuma. Nikasubiria, nikamuona, nikasema yule pale. Baadaye wakapiga simu kwa yule shemeji yangu anayemdhamini mara kwa mara. Hii ni mara ya 3 wanakamata. Baadaye alipopiga kwa shemeji yangu aje afate simu yake, akafuata ile simu. Hatukumwona hadi dakika ya mwisho mpaka saa 5 za usiku. Kuna mtoto wangu ambaye yuko Dar es Salaam anasoma. Akawa ameandika message, mama baba mbona, akasema kwamba hapo kuna shida nyumbani. Nikamwambia shida, najua baba yako hayupo. Akasema baba hayupo, sawa, na nimeamini kwamba baba hayupo, nimeshaona kwenye vyombo vya habari kwamba amekamatwa, yuko kituoni. Sasa alipoenda kituoni mara kwa mara akasema mama, natakiwa tuombe Mungu asimame, kwa sababu mimi mwenyewe najua hata wale Paulo na Sila waliomba gerezani wakapata kufunguliwa. Ina maana naamini kwamba na yeye atafunguliwa. Naamini ni kiongozi mzuri, anapendwa na wananchi, hata kama serikali hayompendi, ya kwamba Mungu yuko pamoja na yeye. Mungu atasimama pamoja naye. Mimi na familia ya watoto 4, na pale alipo gerezani amewekwa ndani kule gerezani, yeye ndo anafanya kazi, maana ni mfanya biashara, ni mwenyekiti alafu ni mfanya biashara. Lakini sasa kwa namna hiyo na nyingine inatakiwa kabisa Mungu amsaidie atoke kule ili watoto wake waendelee na masomo. Kuna watoto wako chuo, mmoja yuko chuo, wengine wanasoma primary. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kupitia hilo. Si kwamba sisi tunapenda akae kule, tunapenda arudi nyumbani ili asaidie familia. Kwa kweli mimi nilikuwa ni hayo mambo yangu. Anaitwa Fanson Mpango. Mwenyekiti wa Ibongero A wa serikali ya mtaa. Na ni viongozi tu wawili kule kwenye mtaa wetu, wako viongozi wawili peke yake. Si kwamba ni wengi, ni wa Chadema wote. Kuna Salvatori na mwenyekiti Fanson Mpango. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada, mnisaidie kwa sababu na watoto 4 kwenye ndoa yangu kwa hiyo sasa miaka ya ndoa ni miaka 27. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kabisa, kwa sababu naomba Samia anayoyafanya sio kweli kabisa, kwa sababu sio haki kabisa. Hawawezi kuingia mle ndani wakakaa ndani gerezani ndio na msaada wanasaidia kabisa familia. Inatakiwa kabisa watusaidie kwa hilo. Mama yule atuone kama wamama wenzake, na yule amepata uchungu kama sisi. Si kwamba hajapata uchungu kama sisi tulivyopata uchungu. Wale ni watu kama yeye. Asimame awasaidie. Hata kama ni viongozi wa Chadema asimame awasaidie. Si kwamba wasisiemu sijawahi kuona wanaingia ndani. Wanaoingia ndani ni wa Chadema peke yake. Na yule ni kiongozi mkubwa na anaheshimika na watu wanampenda mtaa mzima. Wanasema kwamba yule kiongozi asipotoka ndani hatuwezi kabisa kutoa kitu chochote. Wananchi wanamsimamo kabisa, wamekataa kabisa kutoa kitu chochote. Wasimame, Mungu asimame. Naomba Mungu asimame, na mimi ni muombaji mkubwa, na atasimama kupitia wote walioko gerezani. Mungu atawatoa.
Asante. Jina lako hujatuambia majina yako. Oliver Richard. Mme wake